Rais wa China Xi Jinping amesema kuwa China na Marekani zinapaswa kuwa washirika na sio washindani. Rais Xi amewaambia maafisa waliohudhuria dhifa ya chakula aliyoiandaa kwa heshima ya Rais Donald Trump kwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili ndio muhimu zaidi duniani. Kwa upande wake, Rais Trump amemwalika mwenyeji wake kuizuru Marekani mwezi Septemba. Viongozi hao wawili wamefanya mazungumzo yaliyodumu saa mbili, mazungumzo ambayo ikulu ya White House imeyataja kuwa ya tija na yalonuia kuimarisha mahusiano ya kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Awali Rais Trump na Rais Xi walikubaliana kuwa Iran haipaswi kuwa na silaha za kinyuklia na sharti mlango bahari wa Hormuz ufunguliwe. Hata hivyo, hakujatolewa taarifa kuhusu swala la Taiwan ambalo ni mojawapo ya masuala tete kwa China. Rais Trump amemtaja mwenyeji wake kuwa kiongozi mzuri. You and I have known each other now for a long time. In fact, mimi na wewe tunafahamiana sasa kwa muda mrefu. Kwa kweli huu ni uhusiano mrefu zaidi wa nchi zetu mbili ambao rais yeyote kati ya nchi hizi amewahi kuwa nao. Hilo kwangu ni heshima. Tumekuwa na uhusiano mzuri sana. Tumekuwa tukielewana. Wakati kulikuwa na matatizo tuliyatatua. Ningekupigia simu na wewe pia ungenipigia simu. Na kila tulipokuwa na tatizo watu hawajui, lakini kila tulipokuwa nalo tatizo tulilitatua tena kwa haraka sana. Na tutakuwa na wakati mzuri sana pamoja katika siku zijazo. Na heshima kwa China kwa kazi uliyofanya. Wewe ni kiongozi muhimu na namwambia kila mtu wewe ni kiongozi mzuri. You're a great leader. I say it to everybody, you're a great leader. Waziri wa afya wa Uingereza Wes Streeting amejiuzulu kutoka serikali ya waziri mkuu Keir Starmer. Bwana Streeting amesema hana imani na uongozi wa Starmer kama waziri mkuu na kuongeza kuwa ni bayana kuwa Bwana Starmer hatukiongoza chama cha Labour kuelekea uchaguzi mkuu. Bwana Streeting anatarajiwa kutangaza nia kuwania waziri mkuu dhidi ya Starmer. Washirika wake wameambia BBC kuwa ana kiwango cha uungwaji mkono kutoka kwa wabunge wa chama tawala ili kuweza kutia nia kuwa kiongozi ajaye. Bwana Starmer amewaonya mawaziri wake kwa mabadiliko ya uongozi yatalitumbukiza taifa hilo katika vurugu. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran ameushtumu Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kuhusika moja kwa moja kwenye vita dhidi ya Iran. Victor Kenani na taarifa zaidi. Katika mkutano wa nchi zinazoinukia kwa kasi kiuchumi wa BRICS, Abbas Araghchi alishtumu mwakilishi wa umoja huo wa Falme za Kiarabu kwa kuruhusu nchi yake kutumika kufyatua makombora dhidi ya Iran na kuongeza kuwa ushirikiano kati ya UAE na Israel haujaipa nchi hiyo ya Ghuba ulinzi. Hapo jana, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema alifanya ziara ya kisiri hadi Umoja wa Falme za Kiarabu wakati mzozo wa Mashariki ya Kati ulikuwa umepamba moto, madai ambayo UAE imeyakanusha vikali. Hayo yanajiri huku ikiripotiwa kuwa Iran imeanza kuziruhusu meli za China kupita mlango wa bahari wa Hormuz. Hata hivyo, ripoti hizo hazijathibitishwa na China. Wajumbe kutoka serikali ya Israel na Lebanon wameanza duru ya tatu ya mazungumzo mjini Washington, Marekani, siku chache kabla ya makubaliano ya kusitisha mapigano kukamilika. Israel imeendelea kufanya mashambulizi hasa kusini mwa Lebanon licha ya makubaliano yaliyofikiwa mwezi uliopita, ikisema inazilenga ngome za wanamgambo wa kundi la Hezbollah. Kundi hilo linaloungwa mkono na Iran halishiriki katika mazungumzo hayo na limepinga mchakato huo. Israeli inataka Hezbollah kuweka chini silaha huku serikali ya Lebanon ikiitaka Israel kukomesha mapigano yote nchini humo. Mamia ya watu wameuawa kusini mwa Lebanon katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Idadi ya raia waliouawa katika mashambulizi ya angani ya Urusi katika mji mkuu wa Ukraine Kiev imeongezeka hadi watu 5 huku watu wengine 10 hatimaye ikiwa haijulikani, wakati maafisa wa uokozi wakichakura vifusi kuwatafuta manusura. Meya wa Kiev Vitali Klitschko amesema mashambulizi hayo yalilenga majengo kadhaa ya ghorofa. Kwa siku 3 mfululizo Urusi imefanya mashambulizi makali dhidi ya Ukraine ambayo inasema Urusi imefyatua makombora zaidi ya 1500 kwa kutumia ndege zisizo na rubani ndani ya saa 36 zilizopita, haya yakitajwa kwa mashambulizi makubwa na makali zaidi angani katika vita hivyo. Na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema lina ushahidi wa vitendo vya kikatili ikiwemo mauaji ya watu wengi na unyanyasaji wa kingono katika mji wa Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika hilo limesema raia wengi waliuawa wakati waasi wanaoungwa mkono na Rwanda wa M23 walipochukua udhibiti wa mji huo mwezi Disemba mwaka jana. Uchunguzi huo wa Human Rights Watch umejumuisha ushahidi wa manusura ambao waliwaeleza wachunguzi kuwa madhila hayo yalifanywa na wanajeshi waliokuwa wamevalia magwanda ya kijeshi ya Rwanda. Rwanda imekuwa ikikanusha mara kwa mara kuwa majeshi yake yako DRC au kuliunga mkono kundi la M23. Hii ni BBC.
Ni Karo Robi huyo amekusomea taarifa ya habari za ulimwengu. Unasikiliza matangazo ya jioni, msikilizaji, ya Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kupitia redio wa shirika mbalimbali. Kama uko nchini Tanzania, unaweza kutusikiliza kupitia Radio Free Africa, lakini pia Radio 1 Dar es Salaam, Zenj FM visiwani Zanzibar, kadhalika Radio Kwizera Ngara na CGFM kule Tabora. Kule Kenya, Most FM, Mwenedu FM, Count FM na Nyota FM. Uganda, Radio Kitara, Radio Lira, Radio Paidha, Voice of Karamoja, kadhalika na Voice of Muhabura. Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, Radio Muungano Beni pamoja na Lizadal Radio. Matangazo ya pia msikilizaji ukujia kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook. Matangazo ya pia yanakujia moja kwa moja, na nikuambie tuko sasa rasmi kupitia pia tovuti yetu ya YouTube ambayo ni BBC News Swahili. Kwa mara nyingine karibu. Mimi ni Skola Kisanga nikiwa hapa Dar es Salaam. Mwenzangu Nairobi nchini Kenya ni Phyllis Mwate. Phyllis, karibu tuanze kazi. Shukran Skola na karibu msikilizaji. Tunaanza na mkutano huu kati ya rais wa China na rais wa Marekani, ambapo rais wa China Xi Jinping amesema kwamba mataifa ya China na Marekani yanapaswa kuwa washirika na wala sio wapinzani. Rais Xi amesema kuwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili ndio muhimu zaidi duniani. Sasa marais hao wamefanya mazungumzo ya masaa mawili ambapo White House inasema kuwa yalikuwa mazuri na yenye mafanikio, lakini hata hivyo hawajaweka wazi kama wamejadili swala la Taiwan, kwani swala la kisiwa hicho kinachojitawala lakini kinachodaiwa na China ni chanzo kikubwa cha mvutano, pamoja na masuala ya ushuru wa bidhaa, ushindani wa teknolojia na vita vya Iran. Zaidi na Faida Ngaga. Katika mazungumzo ya ngazi ya juu yaliyofanyika mjini Beijing kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa China Xi Jinping, kwa pamoja wameelezea matumaini ya kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kati ya mataifa yao kwa ajili ya mustakabali wenye mafanikio ya pamoja. Mazungumzo hayo yaliyodumu kwa takriban saa 2 zaidi ya ilivyotarajiwa yalijikita katika masuala ya biashara pamoja na hali ya usalama wa kimataifa, hususan vita vinavyoendelea nchini Iran. Katika kikao hicho, rais Xi alisisitiza umuhimu wa Marekani na China kushirikiana kama washirika badala ya kuwa mahasimu, huku akionya kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano unaohusiana na swala la Taiwan. Serikali ya Beijing imeendelea kupinga mauzo ya silaha kutoka Marekani kwenda katika kisiwa hicho kinachojitawala ambacho China inakitambua kuwa sehemu ya mamlaka yake. Aidha, rais Xi alitoa kauli za kirafiki zilizoashiria dhamira ya kuendeleza na kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili yenye ushawishi mkubwa duniani. Siku zote naamini kwamba nchi zetu mbili zina maslahi ya pamoja mengi zaidi kuliko tofauti zilizopo kati yetu. Mafanikio ya upande mmoja ni fursa kwa upande mwingine, na uhusiano thabiti wa pande mbili ni wenye manufaa kwa dunia nzima. China na Marekani zote mbili zinafaidika kutokana na ushirikiano, na sote tutapata hasara kutokana na makabiliano. Rais wa Marekani Donald Trump ameambatana na ujumbe unaojumuisha maafisa waandamizi wa utawala wake pamoja na viongozi mashuhuri wa sekta ya teknolojia akiwemo Elon Musk na Jensen Huang wa kampuni ya Nvidia katika ziara yake muhimu nchini China. Mkutano huo uliokuwa ukisubiriwa kwa muda mrefu umefanyika katika mji mkuu wa China, Beijing, ambapo Rais Trump alipokelewa kwa heshima kubwa, ikiwemo mizinga ya salamu na gwaridi la kijeshi nje ya ukumbi wa Great Hall of the People, jumba rasmi linalotumika kwa mapokezi ya viongozi wa dunia na shughuli za kitaifa za China. Mapokezi hayo yalitangulia mazungumzo rasmi kati ya Rais Trump na mwenyeji wake Rais Xi Jinping yaliyolenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi pamoja na masuala ya usalama wa kimataifa. Katika hali iliyowashangaza baadhi ya wakosoaji wake, Rais Trump alimpongeza Rais Xi Jinping hadharani, akieleza umuhimu wa ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu kubwa duniani. Wewe ni kiongozi mashuhuri sana. Hili huwa nalitamka kwa kila mtu. Wewe ni kiongozi wa kipekee. Wapo ambao wafurahishwi ninaposema hivyo, lakini bado nasema kwa sababu ndio ukweli wenyewe. Mimi huwa nasema yaliyo kweli pekee. Ni heshima kubwa kuwa pamoja nawe. Ni heshima pia kuwa rafiki yako. Na uhusiano kati ya China na Marekani utazidi kuwa bora kuliko awali. Kwa mujibu wa taarifa ya Ikulu ya Marekani, viongozi
Viongozi hao wawili walifanya mazungumzo na kukubaliana kuwa Iran haipaswi kamwe kumiliki silaha za nyuklia, huku wakisisitiza kuwa mlango wa bahari wa Hormuz unapaswa kuendelea kuwa wazi kutokana na umuhimu wake katika usafirishaji wa mafuta duniani. Aidha, Rais Trump ameihimiza China, ambayo ni mnunuzi mkuu wa mafuta ya Iran, kutumia ushawishi wake kuishinikiza Tehran kufungua tena njia hiyo muhimu ya biashara ya kimataifa. Ziara hiyo inaonekana kuwa na matarajio makubwa kwa Rais Trump, hasa ukizingatia kuwa hii si mara yake ya kwanza kutembelea China tangu alipoingia madarakani. Ziara yake ya kwanza ilikuwa mwaka 2017. Safari hii ameikuta China ikiwa na nguvu na ushawishi mkubwa zaidi katika siasa na uchumi wa dunia. Hata hivyo, wakati viongozi hao wakizungumzia urafiki na ushirikiano kati ya Marekani na China, upande mwingine mvutano baina ya mataifa hayo umeendelea kujitokeza. Hii ni baada ya mwanaume mmoja mwenye asili ya China, Lu Jianwang, kupatikana na hatia nchini Marekani kwa kosa la kuendesha kituo cha siri cha ujasusi wa China katika eneo la Manhattan mjini New York. Waendesha mashtaka wa Marekani wanasema kuwa mwaka 2022 Lu alianzisha kituo hicho kilichodaiwa kufanya kazi kama kituo cha siri cha polisi wa China nchini Marekani, huku akituhumiwa kusaidia kuwasaka wanaharakati waliokuwa wanaishi nchini humo. Lu Jianwang anakabiliwa na adhabu ya hadi miaka 30 gerezani. Hata hivyo, mawakili wake wamekanusha madai hayo, wakisema eneo hilo lilikuwa kituo cha kijamii kwa raia wa asili ya Kichina wanaoishi Marekani, kilichokuwa kikitoa huduma mbalimbali ikiwemo uhuishaji wa leseni za udereva pamoja na shughuli za burudani. Kwa upande wake, serikali ya Beijing imezitaja tuhuma hizo kuwa ni za uzushi na zisizo na msingi wa kweli. Naam, asante Faidha Ngaga. Tubakie katika taarifa hiyo ya rais wa Marekani Donald Trump katika ziara yake Uchina, ambapo awali mwenzangu Halima Nyanza amezungumza na wachambuzi Mubelo wa Bandio kutoka Marekani pamoja na Thea Kavins, mdadisi wa masuala ya China, ambaye anaanza kueleza mapokezi aliyoyapata rais Trump nchini China. Nafikiri tulivyoona vile ametengenezewa karamu kubwa sana ya mapokezi. Wakati fulani ilibidi azuie ile motokedi yake kuweza kuangazia nama kuona. Nafikiri wenyeji wake ama viongozi wa China wamemsoma vizuri sana, wakajua kwamba huyu muungwana wakati fulani ukimwonyesha vitu ambavyo ni vinafurahisha, yani anafurahia hayo. Kwa hivyo nafikiri kisiasa ni kwamba wamempokea vizuri, wanataka kuonyesha kwamba wako na nafasi nzuri sana ya kuzungumza. Hawana ile hulka yake ya labda kukemea watu, kukaripia watu. Mubela, ni takriban mwongo mmoja, maana ni toka mwaka 2017 toka Rais Trump mwenyewe ama rais wa Marekani kutembelea China. Na Rais Trump anatembelea China katika kipindi hiki ambacho tunaona kuna misukosuko mingi. Sasa hivi kuna mzozo Mashariki ya Kati, Marekani na Iran. Alafu pia Marekani nayo ilipata heka na China katika masuala ya ushuru wa forodha. Ziara hii ya Rais Trump nchini China ina malengo gani hasa? Kama amezungumza, zipo ajenda chache ambazo wanataka kuzizungumzia. Ziara hii haijaenda kufumua mfumo mzima wa mawasiliano na mahusiano na mashirikiano ya kibiashara. Umekwenda kwa ajili ya kutafuta tu makubaliano ya kiuchumi ya kimkakati, na ni katika mambo kadhaa. Kwa Marekani, najua wamekwenda kuangalia vile ambavyo wanaweza wakawezesha na kurudi na aina fulani ya ushindi katika sekta ya anga, kilimo na hata kwenye mashirika masuala ya teknolojia. Na hapa kwa mfano, kwa upande wa anga amekwenda na mkurugenzi mtendaji CEO wa Boeing, ambayo wao wanajua kabisa kwamba kuna makubaliano makubwa kabisa ya uuzwaji ndege ya Boeing ambayo mpaka sasa yamekwama kwa miaka kadhaa, lakini ni kwa sababu tu kuna baadhi ya vifaa muhimu vimewekewa kizuizi na katika tension iliyopo katika nchi hizi mbili. Kwa hiyo yakiruhusiwa hayo, Boeing ana uhakika wa kuingia deal la kuuza ndege zaidi ya 500. Kwa upande wa Marekani, kwenye upande wa kilimo, kuna swala la manunuzi ya soya, kwa sababu China wamesema kwamba wao watatekeleza ahadi yao ya kununua takriban tani milioni 25 kwa mwaka kwa miaka 3 ijayo kama kutakuwa kuna makubaliano mazuri. Kwa hiyo unaona wakulima wa soya hapa nchini Marekani ambao wako kwenye hali mbaya sasa hivi wanaonekana kwamba wanatamani iwe hivyo. Lakini pia kwa upande wa uwekezaji kwenye masuala ya teknolojia, ziara hii pia kuna watendaji wengi hapa. Tunazungumzia Elon Musk wa Tesla, Tim Cook wa Apple, Steven Schwarzman wa Blackstone na wengine kutoka BlackRock. Wote wanataraji kwamba makubaliano yanaweza kuwezesha kukawa na soko huru, lakini pia kufungua swala zima la uwekezaji. Lakini China wanajua kwamba sasa hivi hali ya mafuta yalivyo, mteja wao mkubwa sasa hivi ni kwenye masuala ya magari, na wao soko kubwa linaweza ikawa upande huko. Kwa hiyo hii inaweza ikawanufaisha wao katika hilo na hata katika swala la semiconductor. Kwa hiyo hii ni aina fulani
ya makubaliano ambayo kwa namna moja ama nyingine anaonekana inaweza ikazinufaisha nchi zote, lakini Mchina anaonekana ameshikilia karata nyingi zaidi. Yuko kwake rais ambaye ana kiburi zaidi, amemfuata pamoja na washirika wake, na huyu kumbuke ni rais ambaye kwa wakati fulani alishamwekea China ushuru wa zaidi ya 140%. China aliposema kwamba kwa kufanya hivi tutaacha kuwasilisha kitu fulani, naye akaback off, licha kwamba manufaa ni pande zote mbili, lakini Mchina anaonekana kuwa na karata nyingi kuliko Trump. Adhara, umemsikia Mubelo alivyozungumza. Kama unavyofahamu sasa hivi pia China imeligeukia bara la Afrika katika masuala mbalimbali. Sasa unadhani Afrika itaathirika kivipi iwapo China na Marekani watafikia makubaliano katika mambo mengi? Nafikiri mazungumzo haya ya marais ya China na Marekani italeta manufaa iwapo kutakuwa na ile tunaita truce, kwa sababu hizi nchi ndo mbili zaidi, yani the most important economies dunia nzima kwa sasa, na wanapokuwa na ushirikiano mzuri inaleta taswira mzuri katika ile uchumi ya dunia. Na Afrika unapojua ni kwamba imenufaika sana na uhusiano wao na China vile Marekani. Kwa hivyo wakati kutakuwa na hiyo truce, tunafikiria kwamba ile kiwango na hali ya global economy itaimarika, na hivyo itabenefit Afrika. Hiyo sio kusema kwamba wanafanya mazungumzo kwa niaba ya Afrika ama ndio Afrika wanufaike. Nafikiri Waafrika wenyewe lazima waweke nyumba zao in order na waangalie masuala yao ya priorities itakuwa namna gani. Kwa sasa China ndio mshiriki mkubwa sana wa Kiafrika wa masuala ya uchumi na uwekezaji. Vile Marekani imekuwa mshiriki mkubwa sana wa Kiafrika katika upande wa uwekezaji. Kwa hivyo, lakini ile tension ama mgogoro uliopo baina ya China na Marekani inafanya hizi nchi mbili zikuwe na mtazamo tofauti ile kuangalia masuala ya kidunia. Kwa hivyo wanapokuwa na shughuli zao zinaenda salama, basi masuala ya Afrika pia huenda ikawa na manufaa kiasi. Kabla niongeze tu hapo, nafikiri pia tuangalie upande wa pili. Kuna hasara ya hawa watu kukutana, kwa sababu utakumbuka hata ziara ya Joe Biden kwenda Afrika na hata Trump kujiingiza zaidi katika masuala ya Afrika ilikuwa ikisemwa zaidi kutokana na namna ambavyo China alionekana kuwa na ushawishi katika bara la Afrika. Tukaja kuona wakati pia Marekani imeanza kuweka masharti mengi kwa Afrika, China akaanza kuondoa ushuru katika nchi nyingine kasoro Eswatini. Hawa wakikubaliana, pia kuna hasi nyingine ambayo tunaweza kukutana nayo, kwamba sasa hivi hakutakuwa na ushindani ule unafuu ambao China alikuwa anaweka ili kumkomoa Marekani ama kumdhihirisha kwamba anataka achukue nafasi ya Marekani, na Marekani kufanya hivyo kwa China haitokuwepo, kwa sababu sasa tutakuwa na mkakati mmoja. Na licha ya kwamba wanahitaji soko la Afrika, lakini bado wanaamini kwamba Afrika wanastahili zaidi. Kwa hiyo ule ushindani baina yao kujaribu kumshawishi Mwafrika hautokuwepo. Kutakuwa kuna makubaliano, na hiyo inaweza ikaondoa baadhi ya vitu kama ushuru na vitu vingine, na hivyo kufanya biashara kutoka Afrika kuja huku isiwe na manufaa kama ambavyo iko sasa, ambako Mchina alikuwa anajaribu kuchukua biashara kubwa sana akitambua kwamba soko lake Marekani na ushuru umeleta shida, vivyo hivyo kwa Marekani. Naam, huyo ni Mubelo wa Bandio kama alivyozungumza na Halima Nyanza akiwa pamoja na Adhia Cavins kuhusu ziara hiyo ya Rais Trump kuelekea China. Waziri wa afya wa Uingereza Wes Streeting amejiuzulu kutoka serikali ya waziri mkuu Keir Starmer. Bwana Streeting amesema kwamba hana imani na uongozi wa Sir Keir Starmer kama waziri mkuu, na kuongeza kwamba ni bayana kwamba Bwana Starmer hatakiongoza chama cha Leba kuelekea uchaguzi mkuu. Karo Robi na taarifa zaidi. Bwana Streeting anatarajiwa kutangaza nia ya kuwania uwaziri mkuu dhidi ya Starmer. Washirika wake wameambia BBC kuwa na kiwango cha uungwaji mkono kutoka kwa wabunge wa chama tawala kutia nia ya kuwa kiongozi ajaye. Keir Starmer amewaonya mawaziri wake kuwa mabadiliko ya uongozi yatalitumbukiza taifa hilo katika vurugu. Bwana Starmer amekuwa akikabiliwa na shinikizo la kujiuzulu tangu chama chake kuandikisha matokeo mabaya katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika wiki iliyopita. Hata hivyo, kiongozi huyo amesisitiza hatojiuzulu, na washirika wake wamekuwa wakisema si wakati mzuri kwa Uingereza kushuhudia mageuzi ya uongozi miaka miwili tu tangu kuingia madarakani kwa Starmer. Waziri wa fedha Rachel Reeves amesema kutakuwa na athari za kiuchumi iwapo Starmer atalazimika kuondoka madarakani. Takwimu za leo zinaonyesha kuwa uchumi unakuwa kwa kasi, na kwa sababu ya ukuaji huo tutaweza kufanya mengi zaidi, kuwekeza katika huduma zetu za umma na kusaidia familia na biashara na kushughulikia swala la gharama za maisha. Lakini hilo linawezekana tu kwa sababu ya utulivu wa kiuchumi ambao tumeuregesha katika uchumi wetu, na hatupaswi kuhatarisha hilo
hiyo kwa kuitumbukiza nchi katika machafuko. Mbali na West Keating, aliyekuwa naibu wa waziri mkuu Angela Rayner pia anapigiwa upato kuwania waziri mkuu baada ya tuma za kukwepa kulipa kodi kuondolewa dhidi yake na hivyo kumpa fursa ya kuwa na sifa za kugombea waziri mkuu. Ofisi ya waziri mkuu ya Downing Street imesema Sir Starmer atapinga nia yoyote ya kutaka kumwondoa madarakani na msimamo huo haujabadilika tangu alipoutangaza Jumatatu wiki hii. Kiongozi wa upinzani Kemi Badenoch amekikosoa vikali chama tawala cha Leba kwa kutokuwa na makali ya kutosha kuendelea kuiongoza nchi hiyo na kumtaka Sir Starmer kujiuzulu. Takriban wabunge 100 wametangaza kutaka Starmer kujiuzulu, wengine karibu 150 hata hivyo wametangazwa wanamuunga mkono, huku takriban wabunge 160 wa Leba hawajatangaza wazi msimamo wao. Kuna uwezekano kuwa wabunge wasiofurahishwa na uongozi wa Starmer wakawasilisha hoja bungeni kutaka mchakato wa kumjadili na kuchagua waziri mkuu, lakini hilo litawezekana iwapo wabunge 81 ambao ni sawa na 20% ya wabunge wa Leba bungeni kukubaliana kuhusu mgombea. Wiki nzima hii Bwana Starmer ambaye alikiongoza chama chake mnamo mwaka 2024 kukishinda chama cha Conservative kilichokuwa kimeongoza Uingereza kwa miaka 14, amekuwa akipambana kusalia madarakani licha ya mivutano ya kisiasa hasa ndani ya chama chake, na kujiuzulu kwa mawaziri na manaibu sasa 5 kwa jumla kumemweka katika hali ngumu kisiasa. Naam, asante Karo Robi. Kwingineko ni kwamba mahakama nchini Nigeria imemhukumu alikuwa waziri wa nishati Sale Maman kifungo cha miaka 75 jela baada ya kupatikana na hatia ya utakatishaji wa fedha kiasi cha naira bilioni 33.8. Hizi ni sawa na dola za Marekani milioni 24.7. Uamuzi huo umetolewa Jumatano katika mji mkuu Abuja baada ya mahakama kumtia hatiani mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 68 ambaye hata hivyo hakuwepo mahakamani. Zaidi na Ahmad Bahaj. Mapema mwezi huu Salim Amman alipatikana na hatia kwa makosa 12 yanayohusiana na udanganyifu na utakatishaji fedha katika kesi iliyowasilishwa na shirika la kupambana na ufisadi nchini Nigeria la Economic and Financial Crimes Commission. Mahakama iliamuru vifungo hivyo vya gerezani kutumika kwa mfululizo. Pia ilimtaka Maman kuregesha naira bilioni 22 zinazohusishwa na miradi ya umeme ya Mambila na Zungeru ambayo alikuwa akisimamia alipokuwa madarakani. Wiki chache kabla ya hukumu hiyo kutolewa, Maman alikuwa amechukua fomu za kuwania uteuzi wa uchaguzi wa ugavana katika jimbo la Taraba kupitia chama tawala cha All Progressives Congress kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Haijulikani yuko wapi kwa sasa na hajatoa tamko lolote hadharani kuhusu hukumu hiyo. Maman aliwahi kuhudumu kama waziri wa nishati chini ya rais wa zamani wa Nigeria Muhammadu Buhari, ambaye serikali yake iliingia madarakani kwa ahadi ya kupambana na ufisadi. Hukumu hiyo ndefu imewashangaza raia wengi wa Nigeria, kwani kutiwa hatiani kwa maafisa wakuu wa serikali kwa makosa ya ufisadi bado ni jambo lisilo la kawaida nchini humo. Kesi hiyo ni sehemu ya kampeni pana ya EFCC dhidi ya maafisa wa zamani wa serikali wanaotuhumiwa kwa ufisadi. Uchunguzi mwingine mkubwa umehusisha aliyekuwa waziri wa sheria Abubakar Malami pamoja na aliyekuwa waziri wa masuala ya kibinadamu Sayyida Umar Farouk ambaye hivi karibuni alitangazwa kusakwa na shirika hilo. Hukumu hiyo pia imefufua hasira za wananchi kuhusu mgogoro wa muda mrefu wa umeme nchini Nigeria, hasa ikizingatiwa kuwa Maman aliwahi kuahidi kuwa wizara yake ingeboresha usambazaji wa umeme kwa wananchi. Licha ya kuwa ya wazalishaji wakubwa wa nishati barani Afrika, Nigeria bado inakabiliwa na uhaba mkubwa wa umeme, huku kukatika kwa umeme mara kwa mara kukiathiri biashara kote nchini. Familia nyingi pamoja na kampuni kadhaa hutegemea jenereta zinazotumia mafuta ili kupata umeme, huku kupanda kwa bei ya mafuta kukiwaacha mamilioni ya watu wakihangaika kumudu gharama za vyanzo mbadala vya nishati. Taarifa hiyo iliyowasilishwa kwako na Ahmed Bahaj. Ukitembelea tovuti yetu ya BBC Swahili utaipata hapo. Ukienda pale kwa moja utaona wenzetu wa kitengo cha dijitali muda mfupi uliopita wameweza kuichapisha hapo, hivyo unaweza isoma kwa kina zaidi. Lakini vile kwenye ukurasa wetu wa Facebook, msikilizaji, ukituachia ujumbe tutakapopata muda, bila shaka basi tutasoma maoni yako. Hivi sasa nataka nimpishe mwenzangu Ive Buchana atuletee habari za spoti. Twende Ive. Na Manchester City ilifunga Crystal Palace kwa urahisi mabao 3-0 na kupunguza pengo la alama hadi alama 2 nyuma ya viongozi wa ligi kuu Arsenal, na kuhakikisha kuwa kinyang'anyiro kikali cha kuwania ubingwa kinaendelea hadi wiki ya mwisho ya msimu. Akifikiria kuhusu fainali ya kombe la FA dhidi ya Chelsea siku ya Jumamosi, meneja wa Manchester City Pep Guardiola
alichukua mchezo katika uteuzi wa kikosi chake cha City kwa kufanya mabadiliko 6 na kuacha nje wachezaji watatu wa safu ya ushambuliaji Erling Haaland, Ryan Cherki na Jeremy Doku. Barabara kabisa. Michael Carrick anatarajiwa kupendekezwa kwa Sir Jim Ratcliffe kama kocha mkuu wa kudumu wa Manchester United na viongozi wakuu wa klabu hiyo. Zaidi na Bosha Nyanje Jr. Karibu Bosha. Na kiungo huyo zamani wa United mwenye umri wa miaka 44 amekuwa akichukuliwa kama mtu anayepewa nafasi kubwa zaidi ya kupata kazi hiyo tangu alipofanikisha kufuzu kwa ligi ya mabingwa yani Champions League msimu ujao katika kipindi cha mafanikio kama kocha wa mpito. United ilikuwa imepanga kuchelewesha uamuzi huo wa kumteua mrithi wa Ruben Amorim aliyefutwa kazi mwezi Januari. Hata hivyo, kama ilivyoripotiwa kwa mara ya kwanza na The Athletics, mtendaji mkuu wa United Omar Bareda pamoja na mkurugenzi wa soka Jason Wilcox wanadhaniwa kuwa wamefikia uamuzi kwamba Carrick ndiye mtu sahihi wa kazi hiyo na watamjulisha Ratcliffe kuhusu chaguo lao wiki hii. Ikiwa mwanaisa huyo wa wachache Sir Jim Ratcliffe atakubali, United itaanza mazungumzo rasmi na Carrick kabla ya mustakabali wake kuthibitishwa. Michael Carrick ameshinda mechi 10 kati ya 15 alizofundisha United, akipoteza mara 2 pekee na kuiongoza United kutoka nafasi ya 7 hadi nafasi ya 3 katika msimamo wa ligi kuu ya England na kufanikiwa kurejea katika nafasi ya ligi ya mabingwa. Hakuna klabu yoyote ya Premier League iliyovuna alama nyingi zaidi ya 33 za United alizokusanya Carrick tangu kuteuliwa kwake mnamo Januari 13. Carrick aliongoza United kupata ushindi dhidi ya wawania ubingwa Manchester City pamoja na Arsenal, akishinda mechi zake 4 za kwanza na huo kuwa mwanzo mzuri zaidi katika jukumu lake kama kocha wa mpito. Msururu wa mechi 7 mfululizo bila kufungwa ulifikia kikomo mwezi March katika ushindi mwingine uliofuata dhidi ya washindani wa ligi ya mabingwa Aston Villa, Chelsea pamoja na Liverpool, uliowasaidia kuhakikisha wamerejea katika mashindano hayo bora kabisa ya barani Ulaya. Kwengineko, Paris Saint-Germain wametawazwa kuwa mabingwa wa Ligue 1 kwa mara ya 14 na mwaka wa 5 mfululizo baada ya kuwachapa wapinzani wao wa karibu wa kuwania taji Lens. Paris Saint-Germain walihitaji sare tu kuliweka taji hilo mbali na uwezo wa wapinzani wao wa karibu Lens, ambao walikuwa nyuma kwa alama 6 kukiwa bado mechi moja kabla ya msimu kukamilika. PSG wameshinda taji la Ligue 1 mara nyingi zaidi kuliko timu nyingine yoyote, huku Saint-Etienne ikiwa ni timu ya pili kwa mafanikio wakiwa na mataji 10. Paris Saint-Germain ambao wamekuwa mabingwa katika misimu 12 kati ya 14 iliyopita watasafiri kuwafuata wapinzani wao Paris FC katika mechi yao ya mwisho ya ligi mnamo siku ya Jumapili. Watakutana na vinara wa ligi ya England Arsenal katika fainali ya ligi ya mabingwa mnamo Mei 30 wakitafuta kutetea taji lao la Ulaya. Nam, nikamilishe na tenis. Mechi ya mashindano ya Italian Open ilisimamishwa kwa karibu dakika 20 kutokana na moshi wa fataki za sherehe kufuatia ushindi wa Inter Milan wa kombe la Coppa Italia katika uwanja wa Stadio Olimpico. Muitaliano Luciano Dalderi hatimaye alijinyakulia ushindi dhidi ya Muhispania Rafael Jodar na kutinga hatua ya nusu fainali baada ya saa 8 usiku kwa saa za mjini Roma. Jodar mwenye umri wa miaka 19 alikuwa akiongoza kwa alama 6-5 katika seti ya kwanza, wakati moshi mzito ulipotanda kwenye uwanja mkuu wa tenisi, huku kukiwa na kusherehekea ushindi wa fainali ya Coppa Italia, Inter wakishinda 2-0 dhidi ya Lazio Roma. Mchezo huo wa tenis ulisimamishwa kwa sababu uoni ulikuwa umepungua sana, huku moshi huo pia ukivuruga mfumo wa kielektroniki wa kuamua kama mpira umebaki ndani au umetoka nje. Mwisho wa makala ya spoti. Bosha ni kushukuru sana. Mimi jina langu ni Ive Buchana.